Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Klabu ya Manchester United wanakabiliwa na mtihani mzito Jumapili hii wanaposafiri kwenda Elland Road kuivaa Leeds United katika mchezo wa ligi kuu England, huku kocha mkuu Ruben Amorim akiweka wazi hali ya kikosi chake bado si nzuri kutokana na majeruhi na wachezaji walioko majukumu ya kimataifa. Katika maandalizi ya kuelekea mchezo huo, Amorim ameweka wazi kuwa hatarajii kumpata mchezaji yeyote aliyekuwa majeruhi kwa wakati, licha ya matumaini ya awali kwamba baadhi yao wangeweza kurejea. Majina makubwa kama Mathis de Ligt, Harry Kane, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes na Mason Mount bado yuko nje, wakati hali inayoongeza presha katika kikosi cha United kabla ya mchezo huo muhimu. Mbali na majeruhi, Manchester United pia wanakosa huduma ya Bryan Mbeumo, Amad Diallo na Nasor Mazrui ambao wapo kwenye majukumu ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Kukosekana kwa wachezaji hawa kumemlazimu Amorim kufikiria mbinu mbadala na kutegemea kikosi kidogo kilichopo kwa sasa. Kocha huyo wa Kireno ameweka wazi kuwa hali ya sasa si rahisi na kwamba kikosi kinaendelea kuwa na changamoto hadi baada ya mchezo huo. Ingawa kulikuwa na dalili kuwa baadhi ya wachezaji wangeweza kupona, na wakati tathmini ya mwisho ya mazoezi imeonyesha kuwa bado hawako tayari kwa ushindani mkali wa ligi kuu. Manchester United wanaingia katika mchezo huu wakiwa na kiu ya ushindi baada ya sare ya 1-1 dhidi ya Wolverhampton Wanderers kwenye mchezo wao uliopita. Matokeo hayo yaliwaacha mashabiki wakitarajia maboresho, hasa katika umaliziaji wa nafasi na umakini wa kiufundi, mambo ambayo Amorim mwenyewe amekiri bado yanahitaji kuboreshwa. Amorim alisema safari ya kwenda Elland Road haitakuwa rahisi, kwani Leeds United wanajulikana kwa kasi, presha kubwa na mazingira magumu ya ugenini. Amorim anatambua kuwa ukubwa wa mchezo huu kwa sasa kutokana na historia ya ushindani kati ya klabu hizi mbili pamoja na shauku kubwa ya mashabiki wa pande zote mbili. Kocha huyo anaamini kuwa Manchester United huwa timu bora zaidi anapokuwa na kikosi kamili, hasa pale wanapokuwepo washambuliaji. Hata hivyo, amesisitiza kuwa pamoja na changamoto alizonazo bado anaamini wana uwezo wa kushindana na kushinda mchezo wowote katika mazingira yoyote endapo wachezaji waliopo watajituma na kufuata mpango wa mchezo. Akiangalia upande wa Leeds, Amorim amefafanua kuwa wapinzani wao wanabadili mfumo ya uchezaji mara kwa mara, jambo linalohitaji maandalizi kiakili, kiufundi na wachezaji wake. Kasi ya Leeds na kujiamini kwao inaweza kuwa tishio, hasa kwa kikosi cha United kilichojaa mchanganyiko wa uzoefu na vijana. Kutokana na idadi ya wachezaji waliokosekana, Amorim ameashiria kuwa yuko tayari kuwapa nafasi vijana wa academy iwapo itahitajika. Majina kama Jackie Frinther na Bentito Mantanto yamekuwa yakitajwa kuhusishwa na kikosi cha kwanza cha kocha huyo. Hana hofu ya kuwatumia endapo wataonekana wako tayari. Kwa Amorim, hii si suala la maandalizi na ujasiri. Anaamini kuwa vijana wanahitaji kupata uzoefu katika mchezo mkubwa yenye presha, hata kama mazingira ni magumu. Ameweka wazi kuwa hatalazimisha wachezaji ambao hawako tayari kimwili, bali atajaribu kuunda timu yenye uwiano na uwezo wa kupambana. Mchezo dhidi ya Leeds ni zaidi ya pointi 3, ni kipimo cha tabia, uimara, kikosi cha uwezo wa Manchester United kukabiliana na changamoto katika kipindi kigumu cha msimu. Mashabiki wanatarajia kuona timu ikionyesha ari, nidhamu na kupambana hadi dakika ya mwisho. Kadri United inavyoelekea Elland, macho yote yatakuwa kwa Ruben Amorim na maamuzi yake ya kikosi. Je, vijana watasimama imara? Je, Manchester United wataweza kuvumilia kasi ya Leeds? Majibu yote yatapatikana Jumapili katika moja ya mechi zinazotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kwenye ligi kuu ya England. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Kasako Media, Instagram, Facebook na Twitter. Kwenye YouTube usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele Kasako Media ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kimichezo na burudani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.